Lakini upande wa tukio kiukweli, najivunia kuwa msemaji wa klabu ya Yanga kwa sababu tunaipanga leo. Mwitikio uliokuja KMC kwa ajili tu ya kutambulishwa mchezaji kwa kiingilio shilingi 2,000, leo kumevunjwa rekodi ya attendance kwenye uwanja. Awali tuliprint ticket 6,000 zikamalizika, na kuna vile kama vichanja hivi na venyewe tukaviuza vikamalizika, na bado watu wakawa nje wengi, wakatuomba tusimame, hatuwezi kumisi moment. Tukazungumza na watu wa uwanja, usalama ulikuwa mkubwa sana, wakaruhusu watu wakasimama kwenye zile fence kule, watu wengine walikaa chini kule, wote wakajaa kuja kusupport tukio la klabu yao ya Yanga. Wote walilipa hela shilingi 2,000 wakaja kuisupport klabu yao ya Yanga. Kwa hiyo cha kwanza nawapenda sana mashabiki wa Yanga, wameendelea kutuunga mkono, wameendelea kutuheshimisha. Habari kubwa kwa sababu ya usajili ambao Tanzania, Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla hakuna anaweza Kylian Mbappe, Uturuki chache mtu anakuja kutambulishwa na watu wa nje. Namba zimekuwa kubwa, tumefanya kitu ambacho kimekuwa na mafanikio makubwa na historia kubwa. Wote waliokuja hapa leo wameingia kwenye historia. Tukiwa tunakumbuka Aziz Ki alivyokuja Yanga, tutakumbuka pia utambulisho wake ulivyokuwa, tutalikumbuka ile tukio, tutakumbuka namna ambavyo Yanga ilisimamisha nchi kwa X Factor. Msemaji hapa rais ametangaza kwa mmefikia makubaliano ya kumuuza Starboy. Kwa namba zake za watu wengi hawakutarajia kama mngeweza kumwachia. Kwa ngumu rahisi kiasi gani? Unajua sasa haki ya kumtangaza mchezaji inakuwa kwa ile klabu iliyomnunua mchezaji. Sisi jukumu letu ni kumuaga. Anakwenda wapi ni exclusive ya klabu inayomnunua. Tukitangaza sisi, maana yake tunakwenda nje ya weledi wa kawaida kabisa kwenye mambo ya biashara ya mpira. Kwa leo tumetangaza kwamba tumemuuza Starboy Alan Okello, na tumemuuza kwa pesa ndefu kweli kweli. Kuna fedha ya kwanza ilikuja tukawaambia hapana, ikaja fedha ya pili tukawaambia hapana, ikaja fedha ya tatu, tukazungumza na technical bench, tukazungumza na mchezaji kwa maslahi ya pande zote mbili. Kile kibunda ilikuwa ngumu kukiacha. Ni kibunda ambacho nafikiri kwa miaka 10 hakujawahi kutokea dili kubwa kwa maana ya mchezaji kutoka Tanzania kuuzwa kwa kiwango ambacho Young Africans tumemuuza Starboy Alan Okello. Kwa hiyo tumtakia la kheri, japo wana Yanga wamenitumia message nyingi kweli kweli. Ameumia Starboy kuondoka. Sio kuumia tu, wananiambia kwamba hatuwezi kupiga tukio lingine tukamwaga Okello. Yaani wana Yanga wameniambia kwamba mwenyekiti, huyu Starboy katupa raha msimu uliopita. Leo tumefanya tukio juma ngapi leo? Jumamosi. Hapa Jumatatu hatuwezi tukaandaa hapa tukalipa vingine tukamwaga Starboy Alan Okello. Wengi wameniambia hivyo, lakini tumie fursa hii kuambia kwamba utaratibu wa timu wanaokwenda tiketi yake ni chap kwa. Yaani ni kama ndoa hivi. Ukishakubali mtu wao. Kwa hiyo jambo hilo halitawezekana. Tumeandaa namna nzuri ambayo Okello atatuaga kupitia social media, atapata nafasi ya kukusanyika kwa sababu safari yake ni haraka. Msimu unakaribia kuanza anapokwenda, kwa hiyo anatakiwa aende akajiunge na timu yake haraka iwezekanavyo. Tumemshukuru Starboy Alan Okello kwa mchango wake msimu uliopita, mchango mkubwa ambao ulisababishia timu yetu kupata matokeo, lakini maisha ya mpira yako hivyo siku zote. Ana
mmoja anakuja mwingine. Ameondoka Alan Okello, amekuja Stefan Aziz Ki. Ameondoka Star, amekuja Mwamba wa Wagadugu. Kwa tumetoa Star Boy, tumeingiza Master Ki. Kwa Master Ki alikuwa anaonekana kubwa. Maumivu yako pale pale. Kama kuna mtu alisema Okello huwa afungi mechi kubwa, anayefunga mechi kubwa amekuja sasa. Walikuwa wanazungumza kwamba walikuwa wanachambua kwamba huyu Okello huyu anafunga tu mechi ndogo, mechi kubwa hafungi. Nitumie fursa hii kuwaambia wale wote mlikuwa mnachambua hilo jambo. Sasa Okello ameondoka, anayefunga mechi kubwa Master Ki mzigoni Oktoba inshallah. Bila shaka dili lake limefanikisha usajili wa Stefan Aziz Ki. Yes, ilikuwa ni hesabu tu rahisi za do. Hela ambayo tumeipata jamani ni hela ndefu. Sisi tulipiga simu moja tu kwa wale wa Libya. Mnamtesa mtoto wetu, mnataka shingapi? Wakatikisika, tukawaambia tumeni akaunti yenu, kibunda kikaingia. Hela ambayo tumemnunua Stefan Aziz Ki kwa wale Tripoli ya Libya, kuna chenchi imebaki. Hiyo chenchi ukiipanga ni urefu wangu na inapita. Yaani mimi nisimame, alafu hicho kibunda kilichobakia chenchi inakwenda juu zaidi. Mjue tumefanya biashara kubwa kweli ya Star Boy Alan Okello, alafu tukaangalia tuna shinteni gani mwingine amani na akavaa viatu vya Star Boy. Tukagundua kuna mtoto wetu wa nyumbani Master Ki, tukapiga simu moja, hela mfuko wa shati tukatoa hapa tukaingiza hapa. Uzuri ni Waarabu wote tumehamisha tu kutoka Mwarabu huyu kwenda Mwarabu mwingine. Wa hadha salamu alaykum, watajua wenyewe. Chenchi yetu imebaki na hiyo chenchi iliyobaki ndio engineer akasema kuna wewe unachenga chenga huo mwingine ndio hivyo tu. Nani umesemaje? Tunafiatua mwingine sasa kama engineer kasema pale kuna chenga na atamrudia, kwa maana yake mimi siwezi kuwa exclusive. Ni kwamba masaa machache mbakia. No, dirisha tumelifunga leo. Tumelifunga kwa mchezaji ambaye tumemtambulisha leo. Mengine ni dirisha dogo, tutamrudia dirisha dogo. Amwachi, tutamrudia dirisha dogo kwa mahitaji ya timu. Mwalimu katuambia huyu mtafuteni dirisha dogo aje. Kwa hiyo ametuchenga mwishoni hapa, lakini inshallah Dalio hai dirisha dogo tutamrudia. Injinia hajawahi kushindwa jambo, akijidhamiria anafanyaje. Ni kama mmewahi nyewe kumpata X Factor wenu kuliko wamempata pia kwao. Ni upi? Si bado wamempata X Factor Stefan Aziz Ki, na wamempata X Factor wa mashujaa nani? Ismail Mgunda. Msidogoshe local player, msiwadogoshe washambuliaji wazawa. Kumbe ndio X Factor wao hawajasema. Mimi nawasemea kwa sababu tukisubiri waseme watakuja kupigana usiku huu. Tukisubiri waseme watakuja kupigana usiku. Kwa hiyo mashabiki Yanga wametambulisha X Factor wao Stefan Aziz Ki, na nyie wa kwenu Ismail Mgunda, teka la boli, teka refu, teka lenye upara, na nyie ni X Factor wenu. Maisha yameisha leo. Kazi itakuwepo kati yake na Shashamani. Huyu akifunga anafunga. Shashamani. Kwanza wakati half time tunakwenda. Unajua kuna baadhi, na hii niweke vizuri. Kuna baadhi ya sisemi kama ni wachambuzi, nitakuwa nakosea heshima tasnia ya uchambuzi. Kuna baadhi ya influencer wa mitandao wa kimpira. Hawa hawapo kwenye level ya uchambuzi. Kuna wachambuzi wanafanya kazi nzuri ya kuchambua mpira.